Godi Yanga hatimaye mmekula utamu Azam FC. Mapema tu wewe nilikwambia tangu mchana. Nilikwambia huyu kuna kitu ambacho yeye alikianzisha kutugusia mai wetu. Yaani ni kitu ambacho kilikuwa kinatuma. Tunajua muda wote tunaweza tukampelekea moto. Ni kumbukumbu nzuri ndani ya Zanzibar, ndani ya hii misimu mitatu Azam atogea makombe mawili. Kama nakumbuka kombe la mwisho la Mapinduzi Azam tulimfunga kwa mikwaju ya penalty na msimu huu tumemfunga tena kwa mikwaju ya penalty. Wakiwa vile vile wanaendelea kurudia makosa yao. Kwa hiyo mwaka huu kidogo kuna utofauti. Mchezo wa leo kama umeufuatilia vizuri, wazaji wa Yanga wengi walikuwa wachezi ile totally kama ambavyo Azam wanacheza. Azam leo aliamua kuja kwamba hana mchezo mwingine mbele wa maana, lakini sisi tuna michezo miwili ya ligi, lakini baadaye tuna mchezo mkubwa wa klabu bingwa. Tulikuwa tunahitaji kulinda wachezaji wetu bora wasio wakapata injuries zisizokuwa za lazima. Kwa hiyo wanaweza kaonekana wametugea ushindani mkubwa, lakini haikuwa hivyo. Hawana quality ya kucheza na Yanga. Sababu striker force wao kimwangalia Kitambala bora anaonekana ni mchezaji mzuri akicheza na vilabu vingine. Lakini kwenye ukuta ule wenye Dickson Job, Ibrahim Baka, Bakari Nondo alikuwa ni mchezaji wa kawaida sana. Yaani watu walikuwa wanachukua mipira kiwepesi, alikuwa tugee ushindani mpaka mwisho wa siku anakuja kutolewa. Sisi wenyewe tayari tulikuwa tumeshakubali kwamba yule hawezi tena kuscore goal. Lakini mwisho wa siku wakaja kufanya makosa ndani ya penalty box, tukakosa penalty. Watu waliona kama tayari temper ya timu yetu inaweza kama imeshuka down, lakini kwa sababu ya quality wachezaji wa Young Africans uliona walirudi mchezoni na waliweza kumaliza zile dakika 90 na kuongeza 30 nyingine na bado tuliweza kwenda kubiti nayo kwenye penalty. Kwa hiyo kwetu sisi tunasherehekea ni mafanikio. Miaka yote hii ya hivi karibuni tunavyokuja Zanzibar tunachukua makombe. Tukienda wapi kwenye ligi tunachukua makombe. Ninachofurahia ni kwamba makombe tunayobeba yote ni ya benki. Tunachukua la CRDB, tunachukua NBC, mpaka wametuletea na NMB nalo tumebeba. Kwa hiyo mabenki haya yanatakiwa ajitafakari mara mbili. Yanga wametoa tenda ya uwanja pale na wao kwa kama mabenki Yanga wanaonekana kabisa kwenye makombe yao, Yanga wanabeba makombe yote. Kwa hiyo waje wakaze, waonyeshe namna gani wanaweza kuisupport Yanga pia kwenye ujenzi wake wa uwanja. Sisi tuna enjoy. Baada ya mikwaju ya penalty, baadhi ya mashabiki walikuwa wakiamini kwamba Azam FC pengine ataweza kufanikiwa kupata kombe hili kwa kile ambacho kilikuwa kikionekana hata kwenye maeneo ya goalkeeping, lakini Msheri ni kama amekuja kuonesha surprise nyingine. Hii unalizungumzaje Godi Yanga? Kwanza niwaambie kitu kimoja. Msheri ni goalkeeper bora sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kama isingelikuwa Djigui Diarra, sasa hizi tungekuwa tunazungumza mengine kuhusiana na Abu Twalib Msheri. Mimi nikifikiria tu kitu kidogo, Abu Twalib Msheri anapotoka Mtibwa na clean sheet zake za kutosha akaja Yanga akamaliza kama goalkeeper namba 2 mwenye clean sheet nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara baada ya Djigui Diarra kuwa namba 1. Yaani kwenye timu yetu alikuwa ni Djigui Diarra nafasi ya 2, Msheri nafasi ya 3, ndo akaja kina Ishimanula na watu wengine. So tuna goalkeeper mzuri ambaye ni second goalkeeper. Lakini ukiacha hivyo, hii michuano ya Mapinduzi Cup ni kama takriban msimu wa 3, akija kwenye Mapinduzi, akija kwenye Muungano, kaja tena kwenye Mapinduzi, bado anafanya vizuri. So far inaonyesha kwamba tuna goalkeeper mzuri ambaye ni backup ya goalkeeper wetu namba 1 Djigui Diarra. Lakini kubwa kuliko lote kwenye mikwaju ya penalty, Abu Twalib Msheri huwezi kumfunga mikwaju ya penalty 5 yote, labda kama umjui. Lakini kama unamtambua vizuri, michuano hii yote karibuni 3-4 mfululizo Abu Twalib anaondoka na penalty. Kwa hiyo mimi naamini ni muda sahihi sasa wa kocha wa national team kufikiria kwamba kwenye eneo la goalkeeping halina ulazima wa mchezaji wa national team kwamba aonekane anacheza kila siku. Angalia kiwango chake, anacheza kwenye club gani, anapata upinzani gani, ili wewe uweze kumuita kwenye national team. Magolikipa wenu wengi ambao wanaitwa national team ya taifa Tanzania hawana quality ya Abu Twalib, hawana quality ya Abu Twalib Msheri. Hili mimi nitalipinga milele na milele daima. Msheri ana quality kubwa kuliko magolikipa wengi wa national team ya Tanzania. Sijui ni kwa sababu hawamuoni akicheza kwenye timu ya Yanga, lakini wanasahau kwamba upinzani wanaopata Yanga ni mkubwa kuliko hao ambao wanaoitwa timu ya taifa eti kwa kutokana na kwamba wanacheza kwenye ligi. Hivi leo upinzani wanaopata mfano magolikipa hao wa timu zingine ambao wanaitwa ni sawa na upinzani wanaopata Msheri mazoezini kwa Yanga. Yaani Msheri mazoezini anashambuliwa na Pakome, Msheri mazoezini anashambuliwa na Duke Abuya, Msheri mazoezini tena yani anashambuliwa na Okelo. Alafu wewe umuone Msheri sio golikipa mzuri,
umuite golikipa wako anefungwa huko kwenye vilabu vyake vya kamkumbe. Mimi siwezi kuliafiki. Hapa niseme Abu Twalibu Msheli ni national team goalkeeper material. Unataka ndo hivyo, utaki kalale ujambe unuke. Godi, mmeambia muombe msamaha sasa Musa Bala Conte kwa kile ambacho amekionyesha leo uwanjani. Sio tu kumuomba msamaha. Ni kwamba hakupata nafasi ya kucheza. Na mashabiki wengi wa Young Africans walikuwa wanataka wachezaji wetu ambao wamesajiliwa wapate muda sahihi wa kucheza, yani muda mwingi wa kucheza. Na nafasi nzuri ilikuwa ni hii Mapinduzi Cup. Mapinduzi Cup unapata nafasi ya kuchezesha wachezaji wako ambao hawapati muda mwingi wa kucheza. Shida ni kwamba Mapinduzi imekuja nyakati ambazo sisi tunahitaji timu yetu ambayo ilikuwa haichezi mechi muda mrefu ipate nafasi ya kucheza ili iende ikafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo Musa Bala Conte kapata nafasi ya kucheza, kaonyesha namna gani anaweza akacheza defensive midfielder akiwa kwenye role ya peke yake. Kwa sababu Bala Conte leo hakuwa anacheza pivot wala nini. Alikuwa anacheza kwenye role ya peke yake. Niliona kwenye ile kupasha misuli. Mwalimu alikuwa amepanga ile backline akamchukua na Bala Conte akamweka kwa mbele yake. Wakati wanafanya warm up, namna ambavyo wanaweza akaokoa na wakaanza mashambulizi yao kutokea kwa Bala Conte. Kacheza vizuri, so far na sisi tumelizika na kiwango chake. Aendelee kucheza. Wale ambao walikuwa wanasema asikubali kwenda Manyoni. Na sisi tunasema amebaki Yanga ili akufunge vizuri. Sababu unamwambia mchezaji bora asikubali kwenda Manyoni ili aje kukazia akufunge. Na kweli Bala Conte hajakubali kwenda Manyoni, amebaki ili akukazia akufunge. Kwa hiyo wajiandae madunduka Makolo Bwanji kuhukumiwa na Musa Bala Conte ambaye amekataa kutokwenda Manyoni. Makolo kesho mnawakaribisha kupiga picha bwana. Nimemsikia afisa habari wa Young Africans, mwenyekiti wa wasemaji Ali Shaban Kamwe ametoa ofa kwa mashabiki wa tani zetu madunduka Makolo Bwanji, na mimi ninao maswaiba zangu, marafiki zangu, nitawaomba kesho mapema, sababu na sisi tutaondoka, wawahi mapema makao makuu ya Club Jangwani wapate kupiga picha na kombe, kwa sababu sisi hapa tayari, mimi sidhani katika hii miaka ya hivi karibuni kila kombe la Yanga ambalo tumechukua nimebahatika kupiga nalo picha. Yaani lolote unalojua wewe ambao Yanga amebeba, nimebahatika kupiga nalo picha. Sasa madunduka kwa sababu hawajapata nafasi ya kupiga picha na kombe, basi karibuni Jangwani, na sisi tutakuwa pale kwa ajili ya ulinzi na usalama. Wasiondoke nalo sababu wezi. Mashabiki wa Simba ni wezi. Yaani ulinzi na usalama tutakuwepo pale kuwalinda wachezaji wa mashabiki wao wasije wakaondoka na kombe letu, hili kombe zuri. Mwinyi kaliweka kombe jipya na sisi tunalitamani endelee kubaki pale Jangwani. Kwa hiyo nyie kamkumbe nyinyi. Maana yake tunawajua kina Mzalamo, nyie kamkumbe kina Mchome. Kesho mtakapokuja Jangwani kupiga picha na kombe letu. Na Mchome alikuwa anapiga sana picha na makombe. Mwaka huu kapata ofa ya tangazo limetoka. Msije mkamwonea wivu mwenzenu. Mwenzenu huwa ana hamu ya kupiga nalo picha. Na hapa mwenyekiti katangaza isiwe kwa Mchome peke yake, waje na wengine. Sasa kama hujisikii basi lala nyumbani, lakini unajisikia, mashabiki wa Simba mmekaribishwa. Na nyinyi waandishi muwe mashahidi, muwepo kuanzia saa 4 muone ni shabiki gani na shabiki gani wa Simba wamekuja kupiga picha na kombe letu. Tutakuja tujue. Karibuni bwana, na enjoy. Huyu alikuwa anatunyanyasia kweli mpenzi wetu. Tumemkanda. Ni sauti mpaka imeondoka. Asanteni.